Ndugu zangu, lazima tukumbuke kwamba neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yakobo kwamba Yakobo 4:7 anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Hakuna ufalme wenye uweza juu ya ufalme wa Mungu. Shetani alishashindwa na ameshindwa, na kama ameshindwa hana mamlaka. Lakini tukumbuke kwamba ufalme wa giza una kiongozi. Uasi ndio chanzo chake cha huo ufalme wa giza, na msingi wake mkuu ni udanganyifu, na mamlaka yake ni ya muda, haudumu milele. Kwa hiyo ni ukweli kwamba Kristo ni mkuu katika kila mamlaka, na Kristo anaweza mambo yote, na Kristo ni mfalme wa falme. Kwa hiyo watu wa Mungu, lazima tuone kwamba Kristo, mamlaka ya shetani ni mamlaka ya muda. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu, shirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu nipa neema ya kupata kuandaa somo linalohusu falme na mamlaka. Na leo tutaenda kuona falme na mamlaka katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 6. Sura ya 6 mstari wa 12. Kitabu cha Waefeso sura ile ya 6. Kitabu cha Waefeso sura ile ya 6. Mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni mwenu, na kufadilia haki, na kufungiwa miguu ya utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya mwovu Shetani. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Pia kwa ajili yangu mimi nipewe usemi wa kufunguliwa kinywa changu, ni ubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili, ambayo kwayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, Mtume Paulo anawaandikia watu wa Efeso akiwaeleza kwa habari ya vita za kiroho, akijaribu kugusia swala la vita za kiroho, na ni waraka ambao Mtume Paulo anajaribu kuona kwa maana hii kwamba hizi vita za kiroho ni vita za namna gani. Sasa anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Sasa unapopambana katika mapambano ya kiroho, unapopambana katika misingi ya kiroho, lazima utambue kwamba kuna falme na mamlaka. Ila mtu akiwa ndani ya Kristo yu mshindi daima. Falme na mamlaka za giza. Ili Mkristo aishi maisha ya ushindi, lazima aelewe mazingira ya vita za kiroho. Ili uweze kupambana, lazima uelewe mazingira na vita za kiroho ambazo unakutana nazo. Na Biblia haifundishi kwamba uovu upo katika machafuko, inafundisha kwamba uovu una mpangilio. Kwa hiyo Biblia haijawahi kufundisha kwamba uovu uko kwenye machafuko tu. Uovu pia umepangiliwa, kama serikali ya kimbingu ilivyopangiliwa, kama mifumo ya kimungu ilivyopangiliwa, ndipo mifumo ya mapepo, majini, uovu, mambo ya giza nayo yamepangiliwa hivyo hivyo. Kama ilivyo kwamba mbinguni kuna watendaji kazi, tunafahamu kwamba tumesoma katika maandiko kwamba kuna malaika walioko mbinguni, kuna watakatifu, kuna makerubi, kuna masarufi, kuna wazee 24, kuna wenye uhai 4. Wote hao ni mpangilio, na kuzimu iko hivyo hivyo, ina mpangilio wake. Kwa hiyo ninavyozungumzia kwa swala la falme na mamlaka, ninajaribu kugusia kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama tu. Ili ushinde vita ya kiroho, lazima utambue hiyo vita imetoka wapi na inaelekea wapi na ina kusudi gani. Kwa hiyo ninapozungumza juu ya falme na mamlaka, si kitu kidogo au chepesi kama kilivyozungumzwa hapa tu, lakini lazima tukichimbe kwa ndani, tuone sasa hizi falme na mamlaka zinatendeje kazi ndani ya jamii. Shetani si nguvu isiyo na mwelekeo,
ni kiongozi wa uasi aliyejenga mfumo wa kupambana na kusudi la Mungu. Kwa hiyo shetani si nguvu tu isiyo na mwelekeo, hapana, bali ni kiongozi wa uasi aliyejenga mfumo wa kupambana na kusudi la Mungu. Tuone chanzo cha ufalme wa giza. Chanzo cha ufalme wa giza nini? Katika kitabu cha Isaya 14:12-15. Kitabu kile cha nabii Isaya, tukaone kwamba asili ya uasi, asili ya ufalme wa giza, chanzo cha ufalme wa giza ni wapi? Tukasome kile kitabu cha nabii Isaya. Nabii Isaya, huyu ndiye nabii aliyeandika vitabu vingi kidogo. Nabii Isaya, mstari ule, mlango ule wa 14. Mlango ule wa 14. Nafungua hapa chapo, mlango ule wa 14. Mlango ule wa 14. Mstari wa 12 mpaka ule wa 15. Neno la Mungu linasema 14, 12, 15. Neno la Mungu linazungumza hivi. Anasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliowaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nitaketi juu ya milima, juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapanda kupita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Lakini ni utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande zote za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema ya kwamba mtumishi wa Mungu Isaya anaandika utabiri kwa habari ya chanzo cha ufalme wa giza, anazungumza hiki chanzo cha ufalme wa giza ni mambo gani na yamewekwa katika mfumo gani. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba ufalme wa giza ni ufalme kama ufalme mwingine, ni ufalme wenye nguvu, lakini nguvu zake haziwezi kutushinda sisi wa Kristo ambaye tuko ndani ya Kristo. Kwa hiyo huu ufalme wa nabii Isaya anapoelezea kwa lugha ya mafumbo, naomba tumsome pia nabii Ezekieli, katika Ezekieli ile sura ya 12 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi, 12:17. Neno la Mungu linazungumza hivi: mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Adeni ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano, almasi na zabalaji na shohamu na yapsi na yakuti na sumawi na zumaridi na balamahani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe uliye kerubi, anasema wewe uliye kerubi mwenye kutiwa mafuta, afunikae nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu wakakujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Sasa wapendwa wasikilizaji na watazamaji, nataka nizungumze hapa kwamba hii ni lugha ya kinabii kama ilivyozungumza katika kitabu kile cha Isaya 14 mstari wa 12-15 na Ezekieli 28 mstari wa 12-17. Unaona, ni lugha ya kinabii. Anajaribu kumwelezea shetani kwa namna ambayo aliumbwa katika utakatifu, aliumbwa katika ukuu, aliumbwa katika mamlaka, aliumbwa katika uwezo na nguvu, lakini kwa sababu ya uasi na machukizo akashushwa, akavuliwa yale mamlaka. Sasa hii ndio asili ya ufalme wa giza. Ufalme wa giza ulishushwa, na kama ulishushwa upo,
na kama upo unatenda kazi, sasa nini kifanyike? Maandiko hayakufunua ukweli huu muhimu kwa undani zaidi. Kwa hiyo uovu haukuumbwa. Mungu hajawahi kuumbwa uovu, bali ulitokana na uasi. Dhambi ya kwanza haikuwa uasherati, mauaji au uchawi. Dhambi ya kwanza ilikuwa kiburi. Dhambi ya kwanza katika neno la Mungu ilikuwa ni kiburi tu. Ndicho kilichosababisha dhambi. Shetani alipopata kiburi akakosa utiifu, akakosa uaminifu, akakosa unyenyekevu. Baada ya hapo akawa ni mtu ambaye akasababisha anguko, akasababisha dhambi. Kwa hiyo watu wa Mungu lazima tuone kwa namna ya kipekee zaidi tunapozungumzia juu ya falme na mamlaka, kwamba si kitu kidogo, si mazingira ya kawaida, bali hili ni jambo ambalo kwa namna moja au namna nyingine ni jambo ambalo linahitaji nguvu, uwezesho, mamlaka na utukufu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili kushinda haya mambo yanahitaji mamlaka, nguvu na utukufu wa Mungu uwe pamoja nasi. Kwa hiyo tatizo la msingi la giza ni kutaka mamlaka bila Mungu. Kwa hiyo tatizo la msingi la huu ufalme wa giza, chanzo kikuu ni kutaka mamlaka bila Mungu. Kutaka mamlaka bila Mungu. Kila uasi dhidi ya Mungu huanza ndani ya moyo na si katika matendo. Kwa hiyo huu ufalme wa giza unaanza katika moyo. Unaanza kujengeka katika moyo na si katika matendo. Kwa hiyo unaanzia katika moyo. Unapoanza kukuta unataka kufanana na Mungu, unaanza kujikuta huduma yako imekuwa unataka kuabudiwa kama Mungu, unaanza kuabudu huduma badala ya kuabudu Mungu, ujue tayari umeshaanza kuingizwa katika huu ufalme wa giza. Katika kitabu kile cha Yohana, tukasome Yohana, mwinjilisti Yohana, katika kitabu cha mwinjilisti Yohana, tusome Yohana ile sura ya 8. Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Neno la Mungu linasemaje? Yohana mstari wa 44, neno la Mungu linasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye aliye muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Nami kwa sababu nasema iliyo kweli hamnisadiki. Sasa hapa Yesu anazungumza, anasema sasa kama wewe utaendana na nyenendo na tabia za upotofu, tabia za uasi, tabia za kizizo kinyume na neno lake Mungu, manake huyu ni mwana wa Ibilisi, ambaye anasema sasa huyu mwana wa Ibilisi ambaye hakuipenda ile kweli, na kama hakuipenda ile kweli hakudumu katika ule ukweli, na alipokuwa hajadumu katika ule ukweli, ikafika mahali sasa huyu mtu akaanza kwa mazingira hayo kujiona kwamba yeye yuko sawasawa na Mungu, yuko sawasawa na Mungu. Kwa hiyo anasema ya kwamba nyinyi kwa sababu hiyo hamkuifahamu ile kweli, lakini sisi tunaambiwa kwamba mtaifahamu hiyo kweli, nayo kweli itawaweka huru, nanyi mtakuwa huru kwa kweli. Sasa anapozungumza habari ya kweli, anazungumza kwa habari ya wokovu ambao umeletwa na Yesu Kristo. Sasa anazungumza kwamba yeye ni muongo, yeye ni muongo tangu mwanzo. Hii inatufundisha kwamba shetani haendeshi vita kwa nguvu za kwanza za wazi, kwa nguvu za wazi za kwanza. Anaanza kwa mawazo, fikra na mitazamo, na lengo ni kupotosha ukweli kabla ya kuharibu maisha. Kwa hiyo shetani haangamizi mara moja, huanza kurudisha mtu, kumhusisha mtu, kumruhusu mtu aanze kufikiri vibaya kwanza, aanze kuanza kuwaza mambo ambayo ni maovu kwanza. Hebu tuone mipaka ya nguvu za giza. Mipaka ya nguvu za giza. Twende kitabu kile cha Ayubu. Ayubu anasemaje? Kitabu kile cha Ayubu, tuone mipaka ya nguvu za giza. Je, nguvu za giza zina mipaka? Na kama zina mipaka, mipaka yake iko kwa namna gani? Tuone ile Ayubu 1. Ayubu 1.
Ayubu sura ile ya kwanza mstari ule wa Ayubu 1 mstari ule wa 9 mpaka ule wa 12. Neno la Mungu linasomeka hivi. Anasema ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yu mcha Mungu, yu mcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako ukayaguse hayo yote, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, alivyo navyo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Unaona ni kwa namna gani hapa yako majibizano yanayoendelea kati ya Mungu na Shetani. Shetani anapoenda kwa Mungu, Mungu anapojivunia juu ya mtumishi wa Mungu Ayubu, Shetani anainuka na kuanza kusema kwamba kwa sababu huyu mtu umemrinda katika mambo haya na haya, ndiyo maana amekuwa mwaminifu, ndiyo maana amekuwa mtu wa namna hii na namna hii. Lakini sasa unakuta baada hapo Mungu anamwambia sasa, yote ambayo mtumishi wangu Ayubu nimembarikia yako mikononi mwako, ila usiguse afya yake. Ndipo Ayubu anaanza kupita katika majaribu, ndipo Ayubu anaanza kupita katika changamoto, ndipo Ayubu anaanza kupita katika magumu mengi. Yote haya ni kutokana na Ayubu kupitishwa katika majaribu yaliyo magumu, majaribu yaliyo mazito. Katika kitabu kile cha Luka 4:6 neno la Mungu linasomeka hivi. Anasema, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Unavuta sasa kule Mungu anampa Shetani mamlaka juu ya vitu vya Ayubu, mali zake, lakini huku anasema ya kwamba hivi vyote viko mikononi mwangu, nami ninampa yule ni mtakaye. Sasa unakuta huu ufalme wa giza uko wapi? Uko hapa duniani, unatenda kazi hapa duniani, ila lengo kubwa ni kwa ajili ya kuangusha watu wasiweze kumwona Mungu, wasiweze kutafakari uso wa Mungu. Kwa hiyo huu ufalme wa Mungu unatenda kazi hapa duniani, na unaanza katika fikra. Maandiko yanaonyesha wazi Shetani hana mamlaka ya kufanya chochote apendacho. Anahitaji ruhusa, nafasi au mlango wa kisheria. Mamlaka yake huanzia pale ambapo ukweli wa Mungu unapuuzwa. Kwa hiyo giza halitawali bila ruhusa, Shetani hakuvamii bila ruhusa, bali pale unapoachilia rango, pale mlango wa sheria unapoachiliwa, Shetani ndipo anapoingilia. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima ujifunze kwamba ujinga wa kiroho ni mlango wa utumwa. Ujinga wa kiroho ni mlango wa utumwa, ukitaka kutumikishwa. Lakini twende tukaangalie sasa mbinu kuu ya ufalme wa giza. Mbinu kuu za ufalme wa giza. Ufalme wa giza una mbinu gani? Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka ule mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, basi Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Orebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, kumbe kile kijiti kilikuwa kinawaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa Musa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katika kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Akasema, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana hapa mahali uliposimama ni patakatifu, ni nchi takatifu. Sasa unaona ni kwa jinsi gani anampia vua viatu. Anapozungumza kwamba viatu, avue viatu, mahali pale aliposimama palikuwa na wingu la Mungu, palikuwa na uwezo wa Mungu. Sasa kwa namna nyingine unakuja kuona kwamba sasa kwa namna leo Mungu angekuwa anasema na leo kwamba Mungu anataka jambo fulani, anakuambia kwamba tengeneza kwanza,
Mungu tunakuta anatumia hii lugha, tengeneza kwanza, weka sana sawa mazingira, ili mazingira yakae sawa, ili mazingira yakikaa sawa, mambo yote yataenda katika mfumo upasao. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili mstari wa 11, Wakorintho wa pili mstari wa 11, neno la Mungu linasemaje hapa? Tuone Wakorintho wa pili mstari wa 11. Wakorintho wa pili mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi, Wakorintho wa pili mlango wa 11:14, anasema ya kwamba, anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Si ajabu shetani hujigeuza naye kuwa mfano wa malaika wa nuru. Unakuta ni kwa namna gani huyu shetani bado ana mipango mikakati kwa ajili ya kumharibu huyu mtumishi wa Bwana asipate kusonga mbele, akutane na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo mbinu kubwa si kuogofya. Mbinu kubwa, shetani hakuogopeshi, bali anakufurahisha. Anajifanya kwamba yeye ni mzuri, anajifanya kwamba yeye ni mkamilifu, anajifanya yeye kwamba yeye ni mweza wa yote. Kwa hiyo kujificha ndani ya mantiki, kuingia kama suluhisho la haraka, anaingia kama suluhisho la haraka sana. Kwa hiyo kila kinachoonekana kukusaidia si lazima kiwe kimetoka kwa Mungu. Elewa hii kauli. Kila kitu kinachoonekana kukusaidia si lazima kimetoka kwa Mungu. Shetani ndio anaingizia hapo kampenyo kwa kwanza kukukamata, kwamba si kila kilichotoka kwa Mungu, si kila kinachoonekana kukusaidia kimetoka kwa Mungu. Lakini sisi tunafahamu ya kwamba Mungu yeye anaweza mambo yote. Yeye Mungu ni muweza wa yote. Yeye Mungu ni msaada wetu, tumaini letu wakati wa majaribu, wakati wa mateso. Huyu Mungu anasikia na anajibu. Kwa hiyo fundisho la hatari zaidi ni hili, kwamba si kila kinachoonekana kukusaidia si lazima kiwe kimetoka kwa Mungu. Wakati hapa neno kila kinachoonekana kukusaidia ni lazima kiwe kimetoka kwa Mungu. Sehemu ya 5, mtu wa Mungu, ni hali ya sasa ya shetani baada ya msalaba. Soma kitabu cha Kolosai sura ile ya 2 mstari wa 15 na kitabu cha Waebrania 2:14, anasema hapa ndipo Wakristo wengi hukosea. Shetani alishashindwa, lakini hajaondolewa bado. Anafanya kazi kwa udanganyifu wa mamlaka bandia. Lakini tukumbuke kwamba shetani alishashindwa. Alishindwa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo shetani hana nguvu juu ya Mkristo aliye katika Kristo, isipokuwa Mkristo huyo asipojua alichonacho. Kama hata fahamu alichonacho ndio inakuwa changamoto, lakini shetani hana nguvu juu ya Mkristo aliye katika Kristo. Tukumbuke kwamba ufalme wa giza una kiongozi, uasi ndio chanzo chake. Msingi wake ni udanganyifu, mamlaka yake ni ya muda. Katika kitabu cha Yakobo 4:7 anasema ya kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo tunajifunza kwamba vita ni ufahamu kabla ya udhihirisho. Ukweli ni silaha kuu ya Mkristo, na Kristo ni mkuu juu ya kila mamlaka. Elimu ya Kikristo ni nguzo ya ushindi. Kwa hiyo wapendwa, tumeona kwamba ni kwa namna gani huu ufalme unavyoendelea kufanya kazi, ambao kwa akili ya kawaida tunasema ufalme ni mawazo, fikra, kwa sababu shetani ndivyo vitu ambavyo anaanza kuvitumia. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane part 2 ambayo tutaangazia kipengele kingine juu ya wakuu wa giza na wakuu wa anga na falme mbalimbali.